الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nataraji jamaa mko poa. Sisi hapa alhamdulillah tu wazima. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ni podcast mpya na leo tumebarikiwa kukutana na mashehe ambao tumewashika na tutakuwa tukiwalazimisha kujibu maswali magumu. Tunataka kujadili kuhusu sheria na kutokuwepo kwake, na ni kwa nini kwanza binadamu wanahitaji sheria. Why does man need law? Kuna story ile ambao watu wengi wamesoma ambao ni shamba la wanyama. Sema wale wanyama walipigania uhuru na walikuwa wakitaka usawa. Na kitu cha kwanza walichofanya baada ya kupata uhuru waliagana kwamba la inabidi tuandike sheria. Sheria yenyewe wakaanza kusema kwamba ndio wanyama wote ni sawa, lakini kuna baadhi ya wanyama ni sawa zaidi. Sasa kuna baadhi ya watu wanaosema kwamba sheria imetungwa kwa mantiki hii. Lakini ambaye atajadili nasi katika podcast yetu hii ya leo, mada hii na mfululizo wa mada zingine ambazo tutakuwa nazo, ni shekhe wetu. Leo tuna bahati kuwa naye upande wangu wa kushoto ukimwangalia Hujjatul Islam wal Muslimin, Sheikh Salim Mwega, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya sheria ya Kiislamu, ambaye ni zaidi ya daktari au PhD katika nyanja hii. Na ukiangalia kushotoni kwake tunaye shekhe wetu Sheikh Ahmad Haj Watako. Huyu pia ni mtaalamu katika mambo haya ya sheria na anamalizia masters yake katika nyanja hii ya Islamic law. Bila kupoteza muda na wakaribisha katika podcast zetu hizi. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ni furaha kuweza kupatikana kwenye kipindi kama hiki. Naam. Na tunahitaji kufahamu na kuelewa sheria zetu na kanuni pia vile vile na kuweza kufikia kuzitekeleza. Kwa hivyo insha Allah tutajaribu yale ambayo tunaweza kujibu tuyajibu insha Allah. Asante. Naam, karibu Sheikhna. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunashukuru sana kuwa na kipindi kama hiki, maana utapata ni nadra sana kupata watu au mashekhe wanakuwa wenye kudiscuss masuala ya sheria kwa nadharia ya Kiislamu. Utapata ni nadra sana, lakini alhamdulillah hii fursa nafikiri watu wengi sana watakuwa wenye kufaidika nayo inshallah. Kwa hivyo tunawakaribisha sana wale ambao kama wanatufuatilia inshallah. Leo kwa bahati mbaya manzuri wanaoshiriki pia nasi tuna wageni wengi ambao huenda katika kipindi cha pili tutawafukuza, nao ni inzi ambao wameingia katika tutafunga sheria ambayo tutafanyaje tuwafukuze watu hao. Ukiangalia Sheikh, mimi namuita Hajagha sana. Huenda mtauliza kwa nini namuita Hajagha, na shatuambia jina lake ni Sheikh Salim. Hii Hajagha iko na historia ambayo Sheikh Ahmad ndiye atatuambia kwa nini tunamuita Hajagha kabisa. Masala ya sheria, binadamu na sheria. Kwa nini kwanza binadamu hitajie sheria? Kwa sababu kuna watu ambao wanaona ni bora aishi maisha yake huru, asiwe anabaniwa hapa na pale. Hata mtoto ukianza kumwekea sheria anakasirika. Wanafunzi ukianza kuwekea sheria wanafanyaje pia? Wanakasirika, hawafurahii swala hili la sheria. Kwa hivyo inaonyesha binadamu min al-asli ni mtu ambaye hapendi sheria. Kwa nini binadamu anahitaji sheria? Hajawa. Mimi naona kana kwamba kuna kitu ambacho kabla ya kuuliza hicho tunatakana tujue. Mwanzo kabisa sheria inamhusu nani? Inamhusu mtu au inahusu jamii? Kwa sababu kama tukizungumzia kuhusu sheria au kanuni kwa lugha nyingine, natengawa sasa hivi ni mambo mawili ambayo majina mawili ambayo yanatumika, lakini wanaposema kanuni wanakusudia kanuni ni zilizotengenezwa na binadamu. Lakini tunaposema sheria wanasema kwamba sheria ni zile ambazo zimetengenezwa na Mwenyezi Mungu za kidini. Sasa hii sheria au kanuni inamhusu nani? Na muhusu mtu. Kwa mfano kama mtu alikuwa anaishi peke yake na hakuna mtu ambaye anaishi naye, je, bado anahitaji sheria? Swali zuri sana. Au anahitaji kanuni? Yaani mfano wewe uko pale ndani ya nyumba uko peke yako. Unahitaji kufuata sheria. Ama ulimwenguni ukiwa wewe peke yako. Peke yako.
unahitaji barabarani unahitaji kusimama. Ndio. Ukisimama unasimama kwa sababu wengine light imewaka red. Kwa nini imewaka red? Kwa sababu kuna wengine wanataka kupita. Lakini kwa kuwa uko peke yako hakuna haja. Hata kama hilo pia linaingia kama hilo pia linaingia, wewe umekuja usiku, hakuna gari, hakuna nini, bado ninatakana nifuate sheria au kanuni zile za barabara ya kwamba taa imesimama nyekundu, inabidi nisimame. Bado natakana kufuata. Si mimi peke yangu hapa. Hakuna shida ambayo iko hapo njiani ambayo itakuja. Sasa katika mambo haya swali, kuna kauli aina mbili. Walio wengi katika uwanja wa sheria wanasema kwamba mtu akiwa peke yake, yani sheria sio ya mtu. Sheria ni ya jamii, ni ya watu wengi. Na ndio sababu wanasema kwamba mahali ambapo hakuna sheria hakuna watu, hakuna jamii. Na mahali ambapo hakuna watu, yani jamii, hakuna sheria. Kwa hivyo ni vitu viwili ambavyo viachani viwili. Sasa lakini tukirudi kwenye upande wa Kiislamu, kuna kauli ya pili ambayo inasema la, hapana. Inasema kwamba binadamu hata akiwa yuko peke yake bado anahitaji sheria. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanahusiana na mtu binafsi. Yani kwanza kabisa wewe una uhusiano na Mwenyezi Mungu. Ukiwa na uhusiano na Mwenyezi Mungu, kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka kufanya. Kuna haki ambazo ziko kwenye jamii, yani kwenye ambazo zinakuhusu wewe mwenyewe. Kwa sababu hii mali si yako. Yani kwa mfano mwili wako huo ambao umepatiwa, je, unaruhusiwa kujiua? Unaruhusiwa kujikata? Yani kwa mfano ukakata mguu wako ukanini. Sasa hakuna mtu yani hapo mtu wa pili ambaye atadhurika ni wewe. Sasa je, Mwenyezi Mungu anakuruhusu au wewe mwenyewe unaruhusu? Kama atutatoa Mwenyezi Mungu hapo katikati, basi wewe utakuwa uko huru. Kila kitu chako uko huru kabisa. Kabisa, bila kuwa na kitu chochote ambacho kinaweza kukuwekea vikwazo. Kwa sababu sheria huwa inakuja kukuwekea mtu vikwazo. Sasa lakini sasa ukiwa peke yako hakuna sheria, yani maana yake uko huru. Sasa ndio, kwa hivyo sasa ndio tunasema tukirudi kwenye nini ya kwanza hii ya kusema kwamba binadamu anaishi kwenye jamii, kwa hivyo lazima anahitaji sheria. Haja ya binadamu kuwa na sheria ni nini? Ama hii nyingine tuiache, tutakuja wakati mwingine tutakapokuwa tukizungumzia kuhusu mtu binafsi. Haya, sasa kuhusiana na hii swali ni kwamba pia linakuja, je, mtu amezaliwa katika jamii au alikuja kutengeza jamii? Na kama hakuwa na jamii, ni kitu gani kilimfanya mpaka aingie kwenye maisha ya jamii? Haya pasio kuna mazungumzo pia. Wenyewe wanapingana nini. Kuna huyo anasema kwamba sababu asili ya watu kuingia kwenye maisha ya kijamii ni hii. Mimi natoa moja ambayo imeshika na nguvu, ambayo mimi mwenyewe pia naikubali. Nasema kwa Kiarabu anasema al-insanu madaniyun bitab'i. Yani binadamu kimaumbile yeye ni madani. Yani Madina yani ni mji, yani kwamba ndio yani anaishi civil life, yani maisha ya kijamii. Yani kimaumbile binadamu hawezi kuishi peke yake. Kwa sababu kuna haja nyingi kimaumbile ambazo zipo. Kwanza kuna jamii ndogo ambayo inaitwa familia. Mtu unapoishi huwezi kuishi peke yako, unahitaji kuoa. Na unapooa hiyo tayari imeshakuwa jamii. Unapata watoto, jamii inakuwa kubwa. Hii ni jamii ndogo. Kwa hivyo kimaumbile utaingia kwenye maisha ya kijamii. Sasa mnapoingia kwenye jamii hii ndogo, inakuja baadaye zinakuwa familia mbili, watoto wako wanaoa, nao pia wanatengeza jamii yao ndogo. Zinakuja mpaka zinakuwa jamii nyingi. Sasa hii inakuwa ni society, jamii. Sasa hapa tunapoingia ndio kuna mambo ambayo sasa hapa ndio sababu ambayo sasa ndio tunauliza hapa sheria inaingia kivipi? Kwa hivyo watu waliingia kwenye jamii kwa njia nini? Ya nini? Ya kimaumbile. Hapo tukatengeza familia, alafu zikawa familia kadhaa, jamii ikawa kubwa. Sasa hii jamii kubwa naye sasa hapo ndio tunaingia, tunahitajia sasa sheria inahitajika. Imekujaje hapa? Sasa ni kwamba kuna hii ya kwamba sote tuko huru. Kila mtu, tukisema kwamba kila mtu yuko huru. Sasa lakini uhuru wangu kuna mahali ambapo tunakutana na uhuru wako. Wewe unakuta ya kwamba kuna kitu unachotaka kufanya na mimi kitu hicho ndio bila nataka kufanya, lakini hatuwezi kufanya sote wawili. Sasa je, yani kwa mfano tuseme kwa mfano mimi nataka kutumia ardhi vyovyote vile, mahali popote naweza kulima, naweza kuvuna, naweza kufanya.
Sasa na wewe pia unafanya hivi. Sasa inapofika pale, ardhi ndio hiyo hiyo ambayo sote tunataka. Sasa mwishowe ni kwamba tutagongana katika zile nini, huru au haki. Mimi na haki kamili na wewe una haki kamili, zitagongana. Kwa hivyo na ndio wakasema ya kwamba uhuru wa mtu unaishia mahali ambapo uhuru wa mwenzako unaanzia. Pengine Sheikhna, tunaweza katika kuongeza hapo katika hiyo swala la uhuru au haki, yani uhuru ya mwenzako inaishia sehemu, inaanzia sehemu ambayo kwamba uhuru ya mwenzako inakuwa ni yenye kuishia. Mathalan tuchukue swala la kuoa. Akili ni kwamba au mwanadamu kama mwanadamu katika sheria ambazo kwamba wao wenyewe wamejiwekea, mfano katika nyumba au katika sehemu yote ile, ni kwamba atakapochukua mke na atakapooa mke, yani yeye mwenyewe hata akili haikubali kwamba yule mke wawe ni wenye kushia na mwanaume mwingine. Yani ni kwamba huyu mke atajulikana kwamba ni wa huyu mume kwa hisia ambacho kwamba kwa mwanaume mwingine hawezi kuwa ni mwenye kuninio kuinterfere na chochote kile. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hiyo vile metafadhali kwamba uhuru wako inaishia sehemu kwamba uhuru ya mwenzako inaishia. Naona ni nukta muhimu sana tena sana. Kwa hivyo kama nimekupata vizuri ama nimewapata vizuri mashaka zangu, ni kwamba nimesema kwanza binadamu kama wanavyosema wenzetu ya kwamba man is a social animal. Yani katika wanyama kuna baadhi ya wanyama ambao pengine wanaweza wakaishi wenyewe tu, mpango kule akaishi maisha yake asitake usumbufu. Lakini binadamu yeye hawezi. Ni lazima aishi sehemu ambayo kuna wengine. Wale watu wa jamaa kuna baadhi ya wanasema no man is an island, no man can stand alone. Ya kwamba hamna mtu ambaye ni jazira, yani lazima mtu aishi na wenzake. Sasa hii ukaashiria kwamba kwa kuwa binadamu wako hivi, kuna baadhi ya mahitaji ambayo binadamu wanayo. Sio? Ya kwamba atahitaji pengine alime, awe na shamba, awe na gari kubwa, awe na vitu kama hivyo. Hapo sasa ndo kunahitajika sheria. Ili kuchunga haki za kila mtu. Hapo ndio wakahitajia sheria. Alafu hiyo ni ufafanuzi mmoja. Mfafanuzi mwingine ni hii. Ni kwamba hata wajuzi wanasema ya kwamba jamii, sasa tuko katika jamii, tunazungumza kuhusu sheria. Mahali pa jamii ni wapi? Nini sheria kunaingia wapi? Wajuzi wa mambo ya sosiolojia wanazungumza, wanasema ya kwamba jamii inatengezwa, viungo vile ambavyo vinatengeza jamii ni vitu gani? Ndio ito jamii. Jamii kwanza kabisa kuna binadamu na kuna binadamu wa pili. Kwa hivyo kuna binadamu na binadamu mwingine. Alafu kitu kingine cha tatu au cha pili ni nature au ardhi. Yani lazima wawe katika jiografia fulani, kwenye ardhi fulani ambayo wanaishi. Sasa wewe, alafu jambo lingine sasa ndio tulite la tatu, ni mahusiano yaliyoko baina, relationship iliyoko baina ya vitu hivi. Wewe uhusiano wako wa mtu kwa mtu. Alafu kando ya hapo uhusiano wa mtu na ardhi. Kwa hivyo hizi relationship zinahitaji kuwa na nini? Na zimepangika. Na vile zimepangika, yani kuzidhibiti, hiyo ndio inakuja sasa kunakuwa kuna nidhamu maalum. Na ndio sababu pia wanasema pia jamii haiwezi kuwa jamii, kwa sababu jamii ziko, tuweza kusema kuna aina mbili. Hata kwa Kiingereza kuna society, kuna community. Society ni watu ambao sasa ni wengi, ni jamii kubwa. Lakini ndani yake kuna jamii ndogo ndogo ambazo zinaitwa community. Na hii community ndio yaweza kuwa ni jumuiya. Yani community pia wanasema ya kwamba kulingana na vile, yani kwa mfano watu wametoka wameenda kuona mpira. So wamekusanyika, wako na lengo maalum, waone mpira na nini na nini. Sasa lakini katika kule kuona mpira na nini, hutokea fujo pia. Sasa kitu ambacho kinachunga fujo na mahusiano ndio kinaitwa sheria. Kwa hivyo tunahitaji kitu kingine kikawaida, automatically, kiakili pia. Hii hata hatujazungumza kuhusu dini au kiakili, ni kwamba hivi vitu vitatu ambavyo viko ili kuchunga mahusiano yaliyoko, ili dhulma isitokezee, lazima na fujo isitokezee, chaos hizi, inahitaji nini? Sheria. Sasa sheria hapo unakuta ya kwamba hapa inahitajika. Kwa hivyo hicho ni kitu ambacho
Vyovyote vile jamii au kundi la watu linapokusanyika na likawa na hadafu na malengo fulani, lazima kuwe na kitu cha kuchunga nidhamu yao na kuwe na mfumo ambao wanauishi. Na ndio sababu pia hata tukirudi kwenye nini, hata kwenye makundi haya ambayo wanatengeza watu, tunasema tumetengeza chama. Kitu cha kwanza ambacho wanatengeza ni katiba. Katiba ndio sheria ya kuchunga, kwa sababu huyo nani atakuwa majukumu yake ni haya na nini. Kwa hivyo ni jambo ambalo pengine kabla Maulana uendelee, tunaweza nukuu kidogo kuongeza yale ambayo kwamba Sheikh amesema kwamba kuna sheria kama sheria inakuwa ni yenye kuchunga mambo matano. Yani katika kuongeza yale ambayo kwamba Sheikh ameweza kusema, ya kwanza kabisa yani inahifadhi, ikiwa society kama society itakuwa wako na dini, itakuwa kuna community ambayo kwamba vile Sheikh amesema, itakuwa katika society kuna community ambayo kwamba wako na dini fulani. Kwa hivyo sheria itakuja itasema hawa community ambao kwamba wanaamini kitu, wana itikadi ya kitu fulani, kwa hivyo sheria inafanya nini? Inakuwa ni yenye kuwalinda. Na wale wengine ambao kwamba wanaamini kitu, wanaamini vingi, wana itikadi tofauti na wale, sheria itakuja pia kusema hapana, hawa kwa vile wako na imani hii na imani fulani, basi sheria pia itakuwa ni yenye kuhifadhi. Hiyo ni ya kwanza. Alafu ya pili, sheria pia inahifadhi nafsi. Nafsi yani kivipi? Inahifadhi utu wa wanadamu. Kwa hivyo pia tunaona kwamba mwanadamu ana haja ya sheria. Kwa nini? Kwa ajili pia yeye mwanadamu kama mwanadamu atakuwa ni mwenye kuwa na familia yake, atakuwa ni mwenye kuzaa, atakuwa ni mwenye kuwa na wajukuu. Nani ambao kwamba atakuwa ni mwenye kuprotect na kuhifadhi wale ile familia yake. Kwa hivyo unasema kwamba sheria inaweka mipaka wazi kabisa. Unajua time hii tukirekodi kuna debate ambayo inaendelea sana nchini Kenya. Wanasema ilianzishwa na influencer mmoja maarufu anaitwa Rono, Chebet Rono. Alisema kwamba marriage hubamba mafala. Yaani mambo ya ndoa yanawafurahisha tu watu ambao ni wajinga tu. Sasa imezua mjadala mkubwa sana yani. Wenye kutetea, wenye kumtetea, wenye kufanya hivi. Lakini kama mlivyoashiria kwamba katika sehemu hii ya pili, kwa nini binadamu anahitajia sheria, ni kwamba sheria inafanya nini? Inaweka mipaka ya kwamba huu mpaka wewe hauruhusiwi kupita. Yani kwa yule ambaye anazouliza hii marriage mbona hubamba mafala, ni kwamba marriage ni mojawapo katika sheria. Na utaona binadamu katika maisha yake yote, yani sawa ana dini hana dini, wote wana mfumo wa ndoa wa marriage. Kwa nini? Yani wanaekeana mpaka ya kwamba huyu nimeshamchukua. Yani sasa unapokuja kuona notion hii ya kwamba marriage inabamba mafala, sisi tunataka tuwe huru. Lakini mwisho mtu akimchukua ule ambao unamuona ni mpenzi wako, unalia, unataka kujiua, unafanya vitu kama hivyo. Sasa sheria inataka kukutetea kwamba si ufala, marriage ndo ujanja. Yani hii ni at the time of recording. Sijui kama hata time ile tutarusha itakuwa bado ni a hot topic, lakini time ile ambayo tunarekodi masala haya yamewekwa bayana sana na kwa nini tunahitajia sheria. Kwa sababu ndoa tunaita ndoa, lakini ni sheria, ni mpaka maalum ambao umewekwa na Mwenyezi Mungu au na wanadamu au na custom fulani au na watu fulani, ya kwamba ukiona hii hauruhusiwi kupita. Sasa ule aliyekuwa huko ndani, na inawezekana mtu ameolewa na akawa ni fala, inawezekana. Lakini haimaanishi kwamba institution yenyewe ndio yana nini ina ufala. Sasa tunaingia moja kwa moja katika swali letu la pili. Kabla hujaanzia hapo ni kidogo tu nizungumzie. Nakupa ruhusa hapa. Ni kwamba unajua hata tukizungumzia kuhusu jambo hilo, yani kwamba watu waishi tu kama wanyama. Hata wanyama wenyewe upigana. Ikiwa labda atampata mwenzake, amekutana na mnyama mwenzake ambaye alikuwa ndio anakusudia, wanapigana. Kwa sababu ya kwamba anajua hii ni haki yangu ambayo niko nayo special. Sasa itakuwaje binadamu? Na ndio sababu unakuta hata tukirudi baadaye tutakuja labda tuzungumzie kuhusu mambo ya zina. Mwingine anasema zina haina tatizo. Kwa nini mnaweka sheria kwamba haizu? Kwa sababu zina ni kwamba, kwa mfano sasa huyu ni mke wa mtu, ameolewa na mtu ama ni mwenzake, kwa mfano girlfriend. Hata hivyo itawezekanaje wewe ukuje tena uchukue huyo girlfriend? Unaona hapo umepita mipaka. Hiyo sasa ndio inaitwa uzinifu. Haya, wewe utakujaje uchukue mtoto wa mtu
ambaye si binti, mtoto wako, si mtoto wako, wewe. ukaja ukazini naye. Naam. Hapo sasa unaona, na ndio sababu unaingia kwenye haki za watu wengine. Alafu hapo kwa hivyo na tunasema kama ulivyosema pia kuna mipaka ambayo iko, na ndio sababu sheria iko na mambo kama hayo. Hata mambo ya kuvaa hijabu, ndio mwanamke anaweza kaa bila nguo akiwa peke yake, lakini anapotoka nje anawaathiri watu wengine na analete matatizo, kwa sababu ya kwamba watoto, vijana nini, utakuta wanaingia kwenye kutaka kufanya maovu ambayo hayafai. Kwa hivyo hijabu inasitiri na inachunga, ni security ya jamii. Hijabu ni usalama wa jamii. Kwa hivyo kwa upande mwingine sheria inachunga haki za watu. Na sio hiyo. Sasa hiyo tunaweza kuangalia kwa upande mmoja. Tumezungumzia kwamba inaweka vikwazo. Yaani unaweza sema ni negative. Yaani kwamba inakata uhuru wako. Inanyima haki zingine. Je, inapatia mtu haki? Ndio, sheria pia inatengeza haki zingine. Kwa sababu sio tu kwamba inakukatia haki zako, bali inakuongezea. Hii sheria pia inawafanya watu waingie katika maendeleo, kwa sababu kuna sheria ambazo zinasema kwamba kwa mfano ya upande ya kwamba mtu afanye mali aweze kuzalisha zaidi. Sheria ziko kama hizo zinaweza kuweko za kuzalisha zaidi. Sheria ziko za kufanya kwamba watu lazima wasome masomo aina fulani katika nchi fulani. Na kuna sheria ambazo huwa ni za kubana, zinasema kwamba watu fulani wasisome fulani na nini. Hizo ni za kurudisha nyuma, lakini za kuendeleza. Kwa hivyo sheria inaweza kupatia mtu kitu na inaweza kuinua mtu. Sio tu kwamba inaweza tu kurudisha, inakata na inaongeza. Kwa hivyo ni negative na positive pande zote. Naam. Asante sana. Tuingie katika swali la pili. Ninavyoashiria ni kwamba tuna dakika kama 5 ama 6. Ikienda sana 7. Ni kwa nini Waislamu wanaonelea kwamba sheria bora na kanuni bora ni lazima itoke kwa Mwenyezi Mungu? Hili ni swali ambalo watu wanauliza, unajua, kwa sababu ukiangalia katika nchi nyingi ambazo zipo zinatawaliwa, watu wanaona sisi tunaweza keti chini tukajadili na tukaona sheria zetu, tukaona tukafanya hivi na hivi. Lakini katika itikadi ya Kiislamu kama Waislamu wenyewe wanasema ndio, pamoja na kwamba sheria na kanuni na vitu kama hivyo, lakini sheria bora ni ile sheria ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni kwa nini? Binadamu walivyoumbwa ni huru. Na binadamu wote wako sawa. Hakuna yule ambaye ni bora kuliko mwingine. Na hakuna yule ambaye ana nguvu ya kumtawala mwingine. Unajua sheria ni kitu ambacho kinabana mtu, kinamfunga, yani anasukumwa na sheria. Sasa mtu ambaye ana haki ya kumwekelea sheria au kumwekea sheria na kumbana na kumfunga ni mtu ambaye anatakana awe iko juu zaidi ya binadamu, na hakuna mtu ambaye iko juu zaidi ya binadamu, kwa sababu wote wako sawa. Kwa hivyo hapo, hiyo ndio jambo la kwanza, ya kwamba sheria mpaka zitoke kwa mtu, kwa yule ambaye yuko juu zaidi ya binadamu, naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni kwamba tukichukua mfano wa kama gari yenyewe, kuna fundi ambaye anatengeza, yani manufacture ambayo wanatengeza gari, au labda mashini zozote zile, ambaye anaweza kuelezea au kuetoa maelekezo na masharti na kanuni za kuendesha kitu kama kile. Yani kama gari ni manual ambaye inatoka kwenye shirika, sio kila mtu ambaye anaweza kuleta kitu kama hicho. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ambaye ametuumba, na yeye ndio anatujua zaidi. Kwa hivyo yeye ndio anaweza kutengeza sheria ambazo zinaambatana na hali yetu au hali zetu zote ambazo tuko nazo. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ni kwamba tukirudi, binadamu ana nyanja tofauti. Ana kwa mfano nyanja za kitamaduni, kwa mfano za kiiktisadi, yani kiuchumi. Kuna nyanja tofauti za kijamii. Sasa kutengeza sheria ambayo inakubaliana, inaingia kwenye hali zote hizi za binadamu na nyanja zote tofauti, inataka ujuzi wa hali ya juu. Na binadamu mwenyewe kila akitengeza utakuta ina kasoro, kwa sababu hizi sehemu zote yeye hana uwezo. Na hata utakuta hata wajuzi wengi, unakuta mimi hata si watu wanasomea katika anatahassus katika jambo fulani, ana specialize katika kwa mfano upande wa kiuchumi. Hauwezi kupata mtu ambaye ana ujuzi katika mambo haya yote.
ni mzuri katika uchumi, lakini si mzuri katika mambo haya mengine. Sasa mtu ambaye anaweza kufanya jambo kama hili, ambayo anajua nyanja zote, si mwingine isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu si mtu, lakini ndio tunasema. Sasa yeye peke yake ndio anaweza kutengeza sheria ambazo zitakuwa hazina kasoro. Lakini tukiangalia binadamu ati awe ndio atatengeza, utakutana kuna kasoro. Jambo jingine pia ambalo liko ni kwamba binadamu anapowatengeza, unakuta kwa sababu ya kuwa kuna uhusiano fulani na jambo fulani, au uhusiano fulani na watu fulani, utakuta anatengeza sheria kufatana na maslahi. Utakuta maslahi anafuata kwa upande wake, kwa mfano. Na ndio sababu tunakuta kuna hizi dola ambazo zinapatikana za udikteta. Udikteta nini? Kwa sababu anaangalia maslahi yake. Wanasema hata zamani tulikuwa kuna, hata Kenya kulikuwa kuna sheria, kuna walikuwa wanasema rais yuko juu ya sheria. Sasa sheria haimtawali, yeye ndio anatawala sheria. Sasa kitu kama hicho, mtu akitengeza sheria atatengeza ndio isije kawa yeye ndio atabanika, au utakuta kundi lake ambalo liko linafaidika na ile sheria. Sasa kwa upande huo ndio unakuta ya kwamba binadamu hawezi kuwa ndio mwenye kutengeza sheria, na akitengeza sheria itakuwa ina kasoro na itakuwa na mapungufu, na pia itakuwa ina muda, kwa sababu si maisha yanaenda kibadilika. Sasa kwa hivyo utakuta sheria ambayo mtu anaweza kutengeza ni ya muda fulani, lakini Mwenyezi Mungu anajua zama na muda tofauti. Atatengeza ile ambayo itakuwa ni flexible, inaingia katika wakati wote na zama zote na watu wote na kitu kama hicho. Kwa hivyo hii ndio sababu ya kwamba tunasema sheria, anayefaa kutengeza sheria si mwingine isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Ama binadamu la atakuwa na kasoro na atatumia kwa nini? Kwa maslahi yake. Vizuri kabisa. Naam. Sheikh Ahmed. Kama kuna kitu ambacho wamekiashiria Hajawa, ni hicho ya kwamba binadamu wakitengeza sheria kwa kuwa hana upeo wa muda na zama. Mfano tu ni constitution yetu ambayo inasifio duniani sasa hivi. Ukiulizwa one of the best constitutions in the world, unakwambia the 2010 Kenya Constitution. Lakini ukiangalia kuanzia 2010 mpaka sasa hivi kuna marekebisho kibao yamefanywa, yani katika nini. Hii inaonyesha kwamba na tofauti na sheria ambayo ni sheria ya Mwenyezi Mungu, ambayo ni Qur'ani, tokea miaka hiyo zaidi ya miaka 1400, lakini mpaka sasa hakuna amendments, yani sheria ni ile ile. Naam Sheikh Ahmed. Sasa tulikuwa tunataka tuongeze kidogo kwamba nina nukta mbili ambazo kwamba tulikuwa nataka tuongeze. Ni kwamba tukijaribu kutizama yani hii sheria ambayo kwamba, kwa nini tunasema sisi Waislamu kwamba sheria Mwenyezi Mungu ndio sheria ya ambayo kwamba ni bora zaidi, ni kwamba Mwenyezi Mungu anajua maslahi ya huyu mwanadamu. Mathalan kwamba analahidh kwamba hawa ni waja wangu ambao kwamba mimi nimewaumba, ya kwanza. Alafu ya pili, najua maslahi yao na najua kila kitu ambacho kwamba kina wadhuru. Mfano, atakapokuja na sheria ya hijabu, anajua hijabu iko na faida kwa wanawake, na faida yake ni 1, 2, 3, kimalezi, kimazingira na vitu kama hivyo. Ya kwanza. Ya pili, akiharamisha mfano zina, anajua zina kwamba iko na athari 1, 2, 3 katika jamii, na athari yake ni mbaya zaidi kuliko maslahi yake na vitu kama hivyo. Alafu ya pili, lau saizi tuseme kwamba mwanadamu ndiye ambaye kwamba anafaa kutengeneza kuunda hizi sheria, ni kwamba tutapata mwanadamu lau atakapopatiwa nafasi ya kuunda hizi sheria, vile Sheikh ametangulia, ni kwamba uundaji wa sheria yake itakuwa ni mahdud, vile tunavyosema katika lugha ya Kiarabu, kwamba itakuwa ni limited. Kivipi itakuwa ni limited? Pengine kulingana na region yake, pengine itakuwa ni kulingana na utaifa wake, au pengine itakuwa ni kulingana na hali yani vile hali ilivyo. Lakini saizi tutakaporudi katika wanadamu, tuangalie, je, kuna sheria ambayo kwamba inafanya kazi dunia nzima? Tutakuta kwamba hakuna. Na jawabu itakuwa ni sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba inafanya kazi dunia nzima. Hailahidh huyu bwana hali yake ana hela,
hana hela, ana uwezo wa kijinsia ya kimwili, hana uwezo ya kimwili, ni mwanaume, haila hivi, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia huyu mwanadamu kama mwanadamu, na sheria zake ni hizi ambazo kama anafaa kufuata. Naam. Wasema hii mipaka ya jiografia sheria ya Mwenyezi Mungu haina. Mipaka ya jiografia sheria ya Mwenyezi Mungu haina. Unaweza pata constitution ambayo inatoka China ikiletewa Wakenya watasema hawezi. Sasa hivi hatuiwezi. Hawezi, ni kweli. Naam. Sahihi sana. Kuna hili swala la kwamba wacha hajagaingia kwa. Nikiunganisha na hilo sasa kuonyesha Uislamu vile umepangika kuhusiana na jambo hilo ambalo Sheikh amesema, ni kwamba tunakuta kwa mfano mwezi wa Ramadhani, sheria ya Kiislamu imechagua mwezi ambao unafuatwa ni mwezi ambao unafuata miaka ambaye ni luna, sio sola. Haifuati mwezi wa jua, inafuata mwezi. Na sasa tunakuta kila mwaka wa kizungu tuseme wa sola na wa luna zina tofauti ya siku 11. Sasa kwa mfano mwaka huu Ramadhani itakuwa katika mwezi wa 3. Inaenda ikizunguka ikibadilika, na season wakati huo labda ni season ya mvua. Inaenda inazunguka kwa mwaka huyu ambaye anaishi katika hii sehemu. Huku ni mvua, kule kwingine kuna jua. Na huko kuna mwingine. Sasa hii hali unakuta inapozunguka itakuwa ile saumu kila mwaka unaenda ukibadilisha mwezi. Inaenda ikipungua siku 10 kulingana na hii 11 mpaka unakuta umezunguka baada ya miaka kama 10 na kitu au nini, unakuta tayari umezunguka raundi nzima ya mwaka. Umefunga, yani season zote. Kwa hivyo kila mtu katika dunia ameingia kwenye season ya joto, ya baridi na nini. Ona sasa huu ndio uadilifu sasa. Lakini ingekuwa tu mwezi fulani, wale wangekuwa wakipata wanafunga siku za jua au wengine siku za baridi tu. Sasa ndio kama kitu kama hicho. Kuna hili shamili ya sheria pia na hili pia limeliweka vizuri zaidi. Kwa kwamba maslahi. Sheria za Mwenyezi Mungu zinaangalia maslahi ya binadamu. Asante. Binadamu anaweza kusema mimi najua maslahi yangu ni yapi. Mimi najua maslahi yangu ni yapi. Kumbe hajui. Niachiwe mimi niandae sheria yangu. Kuna mimi mmoja huwa inazunguka sana hapa Kenya. Yule jamaa anasema nataka mniombee. Lakini hizi shida zote ni mimi nimejiletea. Yaani kuna baadhi ya muda kuna baadhi ya muda binadamu wanafikiria kitu ni maslahi kwake. Lakini akija kugutuka nakuta la si maslahi kwake. Na kuna time mtu anaona kwamba jambo fulani halina madhara kwangu. Lakini akija kugutuka ina madhara kwake. Ndio wanasema utajua hujui. Ulikuwa unafikiria unajua lakini kumbe baadaye ndio kumbe hujui. Kwa hivyo wale wanaokuja kusema kwamba hii sheria inaonekana ina madhara, inamdhuru mtu fulani, huenda ina madhara naye. Ni wewe ndio umefikiria ndivyo sivyo. Ama unafikiria kwamba mimi namnufaisha, nampatia faida, kumbe haina faida katika jamii in long term. Naam kabisa. Bado tuna dakika 2 tu. Sheikh nitampa moja na wewe nikupe moja kisha tufunge. Kunako hili swala. Mimi naona kwa upande huo kama ni sheria ndio tunasema ya kwamba sheria anayefaa kutengeza sheria kwa ujumla ni Mwenyezi Mungu peke yake, na ndio anafaa, na kwa hivyo hilo ndio ambalo linafaa kutumika. Na za binadamu zina kasoro na zina nini. Kwa hivyo tumezungumza hizo dalili zinatosha. Nafikiri hakuna haja tena ya kuongezea zingine, lakini bado kuna mambo ambayo mtu anaweza kuongezea, lakini tufikia hapo. Naona labda kama Sheikh labda anataka inshallah kulingana na muda, inshallah tunawaaga na tuonane kwa vipindi ambavyo kwamba vinakuja. Usikose kufuatilia kipindi cha pili pia kinakuja wiki ijayo. Waona mashekhe yao ni wataalamu, tumewaleta wataalamu wa sheria za Kiislamu, na wamejadili ni kwa nini tunahitajia ubora, au kwa nini Waislamu wanaonelea kwamba sheria bora ni sheria ambayo imetoka kwake Mwenyezi Mungu. Kufikia hapa sina la ziada kutoka kwangu, nawaambia assalamu alaikum wal afwa minkum. Allah Allah subhanallah Allah Allah walhamdulillah.